Sauti alikuwa anatusumbua kwamba nitatuma hatumi, nitatuma hatumi. Kilichotokea ni kwamba leo asubuhi mteja wangu ananipigia simu anasema, bwana, kile kiwanja kimeshauzwa. Kimeuzwa kwa mtu mwingine tofauti kabisa na mteja wetu. Bwana, juzi hapa kuna mteja wetu alikuwa anataka kununua kiwanja kingine, na kile kiwanja kwa mujibu wa maelezo ambao wanataka kumuuzia, walisema wazi kwamba kiwanja kina hati miliki. So kesi hapo katikati ilikuwa ni kwamba yule ambaye alikuwa ana hati miliki toka mwanzo aliuza hicho kiwanja kwa mtu hapo katikati, lakini kwa maelezo yao wakadai kwamba huyu wa katikati hakufanya transfer, si ndio? Kwa hiyo sisi sasa tunataka kwenda kununua hicho kiwanja kwa huyu mtu wa pili ambaye hakufanya transfer. Kwa hiyo nikamwambia sawa. Kwa hiyo cha kufanya tufanye kwanza search, tuichunguze ile hati miliki. Sasa kilichotokea ni kwamba wakati tunaangalia kodi, jina ambalo linatoka pale mmiliki wa kiwanja ni yule wa kwanza kabisa ambaye alishauza na huyu wa katikati kufanya hati miliki. Lakini baada ya kufanya search, official search, uchunguzi rasmi ambao unatolewa na Wizara ya Ardhi, tumekuja kupata umiliki ni huyu wa pili ambaye amekuja kununua. Sijui mnanielewa. Lakini cha ajabu sasa, kwa sababu tulikuwa tunamwomba sana yule mmiliki atutumie hati miliki kwa ajili ya kuverify, atutumie hata kopi au picha to verify taarifa za kiwanja kwenye makaratasi na taarifa ambazo zipo ardhini, lakini Sauti alikuwa anatusumbua kwamba nitatuma hatumi, nitatuma hatumi. So kilichotokea ni kwamba leo asubuhi mteja wangu ananipigia simu anasema, bwana, kile kiwanja kimeshauzwa. Kimeuzwa kwa mtu mwingine tofauti kabisa na mteja wetu. Kwa hiyo mimi nikamwambia mshukuru Mwenyezi Mungu, yawezekana kuna kitu amekuepushia. Kwa hiyo guys, hasara ya milioni zaidi ya 80 yawezekana tumeikwepa, kwa sababu tayari hapo kuna issue ambazo wamiliki hao ambao wameuza hicho kiwanja walikuwa hazieleweki, na pia majibu ya wizara na kodi zinatofautiana.